Safari ya miaka 33 ya jasho, damu na machozi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Chadema haikuanzishwa kwa bahati mbaya. Iliundwa kama hitaji la kihistoria la kurejesha sauti ya wananchi, heshima ya kura na misingi ya haki katika taifa letu. Katika safari hii ya miaka 33, Chadema imepitia majaribu mazito ambayo chama kingine chochote kingekuwa kimesambaratika. Tumelipa gharama kubwa kwa mapambano haya ya kidemokrasia. Tumepoteza mashujaa wetu wengi waliouawa kikatili. Tungeweza na tunaweza kuwataja wengi ndugu zetu ambao waliuawa kikatili. Alphonse Mawazo tunamkumbuka, Ali Kibao na wengine wengi ambao ni sehemu ya watu ambao walipambana na waliuawa kikatili na mifumo haramu yenye ukatili. Tumeshuhudia ukatili wa kupindukia, ikiwemo jaribio la mauaji dhidi ya mwenyekiti wetu wa sasa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye mchana kweupe alimiminiwa risasi katika makazi ambayo yana viongozi wengi wa kiserikali. Mauaji ya kutisha wakati wa uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba 29, tarehe ambayo ilidhihirisha mbele ya Watanzania kwamba lilikuwa ni tukio la unajisi lililozaa ubatili, pamoja na mauaji ya Arusha ya Januari 5 mwaka 2011 na maeneo mengine mbalimbali. Tumeshuhudia kupotea kwa makamanda wetu kina Ben Sanane, Mdude Nyagali, Dionis Kipanya, Deus Dedit Soka na wengine wengi kwa mamia ambao hadi leo hawajulikani wako wapi. Tumekumbana na dhuluma za kisheria, kesi za uongo na matumizi ya vyombo vya dola kwa silaha kama silaha ya kisiasa. Tumeshuhudia watu kubambikiwa kesi za uhaini za uongo kabisa. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu yuko mahabusu hadi hivi sasa katika kesi ambayo sisi na Watanzania wengine wote tunasema kabisa kwa ujasiri, Lissu sio muhaini, Lissu sio muongo na yupo kwenye mikono ya watawala kwa kesi ambayo haina uhalali wowote. Lakini pamoja na risasi, utekaji, vifungo na vitisho, Chadema haijafa. Badala yake imezidi kuimarika. Ni kwa nini? Kwa sababu Chadema ni watu, tuna watu na tuna ujasiri wa kusema tutashinda. Hakuna marefu yasiyo na ncha, kwa hivyo iko siku tutashinda. Hivyo ndugu wa Tanzania wenzangu, nilete kwenu ratiba ya wiki ya maadhimisho ambayo tutaiadhimisha kama chama, na tunatamani tuungane na Watanzania wote kuanzia tarehe 15 mwezi huu, yani leo, mpaka kilele chake tarehe 21 Januari mwaka huu wa 2026. Kwa katika kipindi hiki cha siku 7 za wiki, Chadema kitaendesha shughuli mbalimbali. Nitazitaja baadhi nchi nzima, ikiwemo kuwatembelea na kuwafariji wahanga wa ukatili wa kutisha wa tukio lililotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kuendelea. Pili, kuwatembelea magerezani wafungwa wa kisiasa wanaoshikiliwa na serikali hii batili kabisa kwa makosa ya uongo. Kuwatembelea waasisi wa chama chetu kama ishara ya heshima, shukurani na kujifunza busara za waanzilishi wa harakati hizi za siasa za mageuzi nchini. Kutembelea makaburi ya mashujaa na makamanda wetu, kuthibitisha kuwa damu yao ambayo ilimwagika haikumwagika bure, bali ilikuwa ni wino wa kuandika historia ya mapambano yatakayorejesha utawala wa haki, utawala wa Mungu katika taifa hili. Aidha, tutaendesha mabaraza ya kidigitali, space live stream na mijadala ya moto mitandaoni kila siku kwa ajili ya vijana na Watanzania wote, ili kujadili mustakabali wa nchi, demokrasia na hitaji la nchi la kuwa na chaguzi huru za haki na zilizo wazi. Tutaandaa mabonanza ya michezo, soka. Tutashuhudia mashindano mbalimbali ya soka ya vijana wakicheza na wazee. Na kwenye hili niweke wazi hapa jijini Dar es Salaam, kupitia uongozi wetu wa chama kanda ya Pwani,
mwenyekiti wa kanda ya Pwani amebeba jukumu hili, ndugu Boni maarufu kwa Boni Yai, Boniface Jacob, ataandaa na pataandaliwa soka kabambe la mechi kati ya vijana Gen Z pamoja na wazee wa rika la kati. Itakuwa ni mchezo ambao tutashuhudia viongozi mbalimbali katika mchezo huo ambao bila shaka utaleta burudani na furaha na kujenga mshikamano. Kwa hakika jambo hili litakuwa ni jukwaa la mshikamano wa kijamii, amani na kuiunganisha jamii yetu, pamoja na shughuli nyingine mbalimbali zitakazoratibiwa kulingana na mazingira ya kitaifa na mahitaji mbalimbali nchi nzima, katika mikoa yetu, katika majimbo yetu. Wito wetu kwa taifa, ndugu wa Tanzania wenzangu, maadhimisho haya si sherehe ya kukata keki. Ni tamko la kisiasa na kihistoria kwamba demokrasia Tanzania haitauzwa, haitanyamazishwa wala haitazikwa kwa damu. Wiki hii ni sehemu ya maandalizi ya mapambano ya mwisho ya kudai katiba ya wananchi, tume huru ya uchaguzi, kukomesha kabisa utamaduni wa utekaji, mauaji ya kisiasa, ukandamizaji wa haki za binadamu. Historia imetuonyesha wazi chama chenye dola kinaweza kuua, chama chenye dola kinaweza kunyamazisha watu, chama chenye dola kinaweza kufanya yote mabaya ili mradi tu sauti ya haki na kilio cha haki kisisikike. Lakini chama chenye watu hakiwezi kushindwa milele. Na huu ndio ujasiri tulionao. Chadema ni watu, tuna watu. Na tuna ujasiri wa kusema maneno haya. We have God, we have the power. We have people as well. Tuna Mungu, tuna nguvu na tuna watu. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kujitamba na kusema kwa ujasiri kwamba tutashinda. Katika maadhimisho haya tutaweka rekodi iliyo sawa ya kutambua mchango uliofanywa na wenye viti ambao walipata fursa ya kukisimamia chama hiki. Wakati chama hiki kinaanza kilikuwa chini ya mikono ya mwenyekiti mwanzilishi mzee wetu Edwin Mtei. Tutatumia fursa hii kuweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango wake uliotukuka katika kipindi chake. Tutaweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango uliotukuka wa marehemu mzee wetu Bob Nyanga Makani, nafasi yake na wajibu wake katika kipindi chake wakati wa utumishi wake. Tutaweka rekodi sawa ya utumishi uliotukuka wa aliyekuwa mwenyekiti wetu kwa muda mrefu Mheshimiwa Freeman Mbowe, kwa nafasi yake, jinsi alivyokipeleka chama kwenye kipindi na kwenye hadhi ambayo ilifikisha chama katika kilele cha chama kupata heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Na katika kipindi cha sasa naweka rekodi sawa ya kipindi ambapo mwenyekiti wa sasa ndani ya mwaka moja Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa nafasi yake na kwa kipindi chake na kwa mwaka moja, mambo ambayo ameyafanya na kukifikisha chama hapa tulipofika. Nihitimishe kwa kusema hivi. Tunawaelekeza viongozi wa chama nchi nzima kuanzia ngazi za matawi, majimbo, wilaya, mikoa na hata kwenye ngazi yetu ya taifa, kuanza mara moja utekelezaji wa ratiba hii ya wiki ya maadhimisho ambayo tunaianza hivi leo. Tunawaalika wanachama wote, tunawaalika Watanzania wote, tunavialika vyombo vya habari, jumuiya za kiraia, wadau wa demokrasia, wadau wa maendeleo na Watanzania wote kwa ujumla wenye mapenzi mema na nchi hii kushirikiana nasi, kushiriki kikamilifu hadi kilele cha maadhimisho haya tarehe 21 Januari mwaka 2026. Ninalisihi jeshi la polisi, vyombo vya dola, afande IGP Camillus Wambura. Hili ni wiki letu, hili ni juma letu, na hii ni haki yetu, na ni haki yetu kabisa ya kiasili kufurahi na kukumbuka kuasisiwa na kuanza kwa chama chetu. Kwa hivyo ninakusihi sana, tusichokozane, tusigombane, usiingilie uhuru na haki yetu ya kufurahia na kuwa na wakati wa kukumbuka chama chetu kuanza kwake na kuzaliwa kwake. Matukio yetu
yote ambayo tumekusudia kuyapanga kuyafanya, ya kijamii na ya kisiasa, ambayo yana lengo ya kutuweka pamoja. Ninakusihi sana tafadhali, tusichokozane, tusiingiliane, tusigombane. Hii ni haki yetu na hatuwezi kuzuiliwa na mtu yoyote na mamlaka yoyote na nguvu yoyote, kwa sababu tunaifanya kama haki yetu na nia yetu ni njema, kwa sababu tuna wajibu na tuna kila sababu ya kuwa na kumbukizi ambalo lina register siku maalum ya kihistoria ya kuanza kwa chama chetu. Hivyo nitoe wito, kama ambavyo nimesisitiza, nitoe wito, ni vyema tuheshimiane. Tuheshimu katiba ya nchi, tuheshimu katiba ya haki za binadamu. Chama hiki ni chama ambacho kimesajiliwa na kina wajibu wa kutimiza shughuli zake kihalali. Hivyo tafadhali, hatutakuwa tayari kuingiliwa na chombo chochote na mamlaka yoyote, na sisi tutafanya shughuli zetu na maadhimisho yetu kwa amani, kama jinsi ambavyo tumejipanga kutekeleza ratiba yetu katika hili la wiki la maadhimisho. Nimalizie kwa kusema, kwa niaba ya chama, historia itaandika. Wananchi wanaona Chadema itaendelea kusimama imara. Tumeyumbishwa sana. Tumepata majaribio na majaribu mengi ya kutulegeza. Tumekatishwa tamaa, hatujayumba. Wananchi na Watanzania mmeendelea kutuamini, nasi tumepokea hiyo imani. Hatutawaangusha. Katika juma hili, Watanzania, ninawaomba na kuwasihi, tuje pamoja, tuungane pamoja. Mmekusudia wakati tulipotangaza kwamba tutakuwa na maadhimisho haya, ninyi Watanzania mmekusudia na mkasema mnataka mthibitishe mbele ya umma kwamba Chadema ni watu na kwamba mpo tayari kuchangia maadhimisho haya. Hivyo basi, tumetoa fursa hiyo kwenu Watanzania, kwa kadri mtakavyoona, kuchangia kwa njia ambayo kamati ndogo ya uratibu ambayo inaratibu maadhimisho haya itawapatia kwenu. Basi mtachangia kile ambacho ninyi wenyewe mmetaka kukichangia, ili kuthibitisha Chadema ni watu, hiki ni chama cha umma, na kwamba we have God, we have people and we have the power. Mungu awabariki sana, na kwa niaba ya chama ninawatakia utekelezaji mwema na maadhimisho mema. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki